ndoto ya kila mwanadada kwamba siku yake ya kufunga ndoa ndio siku ambayo napasa kurembwa kutoka mavazi hadi magari na bila kusahau mlo. Lakini wawili hawa walizua gumzo mitandaoni kwa kufunga ndoa isiyokuwa na gharama kubwa. Wakaamua kuvaa tisheti nyekundu za kufanana, ishara ya mapenzi. Sikuwa nimepata pesa ya kwenda kununua rings. Na rings zilikuwa how much? Rings zilikost 100 zikiwa zote mbili. Ninunua 50. So unaweza sema wedding yako ilikost how much? Ni ndoa ambayo sio wengi wangekubali, na hata ilikuwa kibarua kwa Willy kumfungulia Ann roho yake. Sio eti hawakuwa na mpango wa kuwa na sherehe kubwa. Tulikuwa na hiyo matamanio sana, lakini uwezo ndio hakukuwa. Tukaona ya kwamba tupitie njia fupi yenye at least, kwa sababu tunampenda Mungu. Hatungalitaka, tulikuwa na uwezo wa kutoroka kwanza tuoane then turudi, lakini tukaona ya kwamba kwa sababu tuna respect kanisa na tunampenda Mungu, tupitie njia ya kanisani hata ingawa yani hatuna hiyo mambo kubwa. Ila mfuko wao haukuruhusu, na hata kwao mapenzi ndio nguzo kuu, huku marafiki wakiona ni mzaha tu. Hata siku kwa sababu siku hiyo Sunday tulikuwa tunaenda asubuhi na nikamfahamisha rafiki yangu mmoja. Hakuamini. Alisema nyinyi mna mchezo sana. Na yenye hata sikuwa nimepata pesa ya kwenda kununua rings. Huku akipata baraka kutoka kwa wazazi waliokubali hali yao, mchungaji naye alikuwa na kibarua kwa waumini. Kwa budget ninaweza sema kwamba it was nil. Ilikuwa nil, hakuna budget. Tuliinkaa by hiyo Sunday, tukamaliza, wakaenda shughuli zao. Wawili hao wakianza maisha yao kama mume na mke, mitandaoni nako hali ilikuwa si hali. Wengi wasiamini kwamba ndoa kama hizi hufungwa, na hata jamaa huyu akitoa wazo kwamba huenda ikawa ni kwa ajili ya mwezi wa Januari. Wengine wakisema ndio mapenzi ya dhati, lakini wao wasiwe na habari yoyote. Na simu yangu ni kadogo, hakawezi ingia Facebook. So mambo ingine hata nasikia ni kama story tu. Huku ndoa zikiendelea kufungwa kila uchao, gharama nazo zikiendelea kupanda, huku maharusi wakishinikiza kubuni kamati za harusi. Je, mtazamaji, kuna mwanamke kama Ann? And we feel so comfortable and we pray God to bless us. Lulu Hassan, Citizen Nipashe, Nairobi.